Kwenye mwendelezo wa siku ya 3 ya usikilizwaji wa kesi ya Diddy huko New York, Cassie alieleza na kufumbua wengi juu ya kwa nini aliamua kutoa ushahidi wa mambo yote aliyopitia licha kulipwa kiasi cha fedha dola milioni 20 toka dola milioni 30 ambacho alikiomba kwenye shtaka alilomfungulia rapa huyo mwaka 2023. Akitoa ushuhuda mahakamani, Cassie Ventura alieleza tukio la usiku mmoja aliloshiriki na Sean Diddy Combs baada ya kuachana mwaka 2018. Wawili hao walikutana kwa chakula cha usiku katika mgahawa wa Malibu kwa lengo la kufunga ukurasa wa uhusiano wao kwa amani. Wakati huo Ventura tayari alikuwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mume wake kwa sasa, Alex Fine. Ventura alisema kuwa usiku wa Combs alionekana kuwa na mwenendo wa kirafiki, mcheshi na mpole, wakicheka pamoja wakati wa chakula cha usiku. Hata hivyo, hali ilibadilika walipomaliza kula. Combs alimrudisha Ventura kwenye nyumba yake huko Hollywood na ndipo aligeuka na kuwa mkali. "Alinibaka sebuleni kwangu," Ventura alisema kwa sauti ya chini. "Nakumbuka nikilia nikisema hapana, lakini ilikuwa haraka sana." Ventura alisema kuwa macho Combs yalibadilika na kuwa meusi na akaendelea kunibaka. Hata hivyo, alipokuwa akilia, alisema kuwa Diddy alimaliza haja zake ndani yake huku akipiga kelele ya hapana, kisha akaondoka. Mwendesha mashtaka wa serikali Amy Johnson alimuuliza Ventura kama aliwahi kushiriki ngono tena na Combs baada ya tukio hilo la ubakaji, na Ventura ama Cassie alikubali kuwa walilala pamoja tena baada ya sherehe ya rafiki. Walipokutana katika hali ya furaha, alieleza kuwa licha kile kilichotokea walikuwa wamekaa pamoja kwa zaidi ya miaka 10. "Wache tu kuhisi kwa mtu hivyo tu," alisema. Mara ya mwisho Cassie na Combs kuwa chumba kimoja ilikuwa mwaka huo 2018 katika mazishi ya mpenzi wake wa zamani ama muda mrefu wa Combs, Kim Porter. Akihitimisha ushahidi wake, Cassie alizungumzia hali yake ya mwaka 2023 wakati akiishi na mume wake na watoto wawili. Kwa sasa Cassie ana ujauzito na ni wa mtoto wa 3 akiwa na mimba wazi wakati wa kutoa ushahidi. Alisema alianza kupitia msongo mkali wa mawazo mwezi Februari mwaka 2023, akieleza, "Sikutaka kuishi tena." Usiku mmoja alipata mfululizo wa kumbukumbu mbaya za kiwewe, yani PTSD, na kumwambia mume wake wakati watoto wao walikuwa wamelala kuwa anaweza kuendelea bila yeye. "Nilijaribu kutoka nje ya mlango na kutembea barabarani mbele ya magari, lakini mume wangu hakunikubalia," alisema kwa machozi akivuta leso kujifuta. Baada ya hapo, Cassie alihudhuria tiba kisaikolojia na pia akaenda kwenye kituo cha kupona uraibu wa dawa. Alipomaliza programu hiyo, alianza kuandika kitabu kuhusu maisha yake akisaidiwa na mama yake. Alisema kuwa alikiandika kitabu hicho ili Combs akisome na kuelewa maumivu alivyompitisha tangu alipokuwa na umri wa miaka 22, alipodai kuwa alilazimishwa kushiriki katika matamanio ya kingono ya Diddy yaliyochochewa na dawa za kulevya yaliyofahamika kama freak-offs. Ventura alisema kuwa wakili wake alituma nakala ya kitabu hicho kwa timu ya Combs, lakini aliambiwa hakikuchukuliwa kwa uzito. "Nilitaka kufidiwa kwa miaka hiyo yote," alisema, "na kwa maumivu." Mnamo Novemba mwaka 2023, Ventura aliwasilisha kesi ya madai dhidi ya Combs akimshutumu kwa ubakaji na miaka ukatili wa kimwili. Combs ameendelea kukanusha madai hayo na kesi hiyo ilimalizwa kwa makubaliano ya fidia ndani ya masaa 24. Na mahakamani siku ya Jumatano, Ventura alifichua kuwa alipokea dola milioni 20 sawa na bilioni 54 za Kitanzania kutoka kwa Combs na kampuni zake. Alipoulizwa sasa mahakamani ni kwa nini anatoa ushahidi dhidi ya Combs katika kesi ya serikali ya shirikisho ambapo anakabiliwa na kifungo cha maisha kwa makosa usafirishaji wa kingono na kupanga uhalifu, Cassie alisema, "Nipo hapa kufanya jambo sahihi. Siwezi kubeba hayo yote tena. Kile kilicho kibaya ni kibaya, aibu, hatia." So hiki ndicho ambacho kimeweza kuchukua nafasi mpaka kumuona Cassie kama miongoni mwa watu ambao wamepewa vipaumbele kwenye usikilizwaji wa kesi akitoa ushahidi wote. Hii hapa ni SNS Mini GN.